Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mwenue Yesu juu kama kichwa cha kanisa. Hii ni mada kuu katika mwezi wa Oktoba 2025. Leo ni Oktoba 29. Mada ya leo inasema nuru ya ukweli. Kabla hatujalianza somo hili, ni kualike tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Tunakushukuru kwa sababu ya upendo wako katika maisha yetu. Asante kwa sababu ya kafara iliyotoka pale Kalvari, ambayo kwayo watoto wako wa kiume na wa kike tunapata ondoleo la dhambi. Tunakushukuru kwa sababu ya msamaha ambao umeendelea kutupatia kila wakati. Na siku ya leo tumekuja tena miguuni pako. Tusamehe dhambi zetu, ukatutakase, ukatusafishe. Kwa namna ya pekee sana ukatulinde dhidi ya yule mwovu na ukatuongoze kushinda majaribu. Tunalitukuza jina lako asubuhi ya leo, kwa kuwa umetupatia nafasi ya kujifunza neno lako. Nasi kwa unyenyekevu mkubwa tunasema asante. Tunaalika uwepo wa Roho wako Mtakatifu katika maisha yetu, ili akatufundishe kuyaelewa haya tujifunzayo. Zaidi sana siku ya leo, kila mmoja ukamlinde. Ulinzi wako ukawe pamoja nasi katika kila hatua ambayo tutaipiga. Katika kila jambo ambalo tutalifanya, mkono wako wa ulinzi ukaambatane na watoto wako wa kiume na wa kike. Ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Ninakushukuru kwa sababu fadhili zako ni za milele. Ukatulinde na kutuongoza, ukatutakase, ukatupatia afya njema na ukabariki kazi ya mikono yetu. Katika jina lake Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Nuru ya ukweli. Mada hii imejengeka katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 2 aya 19. Neno la Mungu linasema, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri hii, Bwana awajua walio wake, na tena kila alitajaye jina la Bwana na auache uovu. Mungu mwenyewe atafanya kazi kwa ajili ya Israeli. Kila ulimi usemao uongo utanyamazishwa. Mikono ya malaika itatupilia mbali njama za udanganyifu zinazoundwa. Vikwazo vya shetani kamwe havitashinda. Ujumbe wa malaika wa tatu utashinda. Kama ambavyo nahodha wa jeshi la Bwana alivyozivunja kuta za Yeriko, ndivyo ambavyo watu wa Mungu wazishikao amri za Mungu watakavyoshinda, na kila nyenzo za upinzani zitashindwa. Hebu kusiwe na roho itakayolalamika juu ya watumishi wa Mungu ambao wamewajia wakiwa na ujumbe wa mbinguni. Usiendelee kutafuta kasoro ndani yao ukisema, wanajiamini sana, wana maneno makali. Wanaweza kuwa na maneno makali, ila je, hayahitajiki? Mungu atayafanya masikio ya wasikilizaji kuwasha kama hawataisikiliza sauti yake au ujumbe wake. Atawakana wale wanaolikataa neno la Mungu. Usafishaji na utakasaji. Hakika utapita katika kila kanisa nchini kwetu ambalo limekuwa na fursa kubwa na fadhila, na umepita bila kupokelewa. Hawahitaji ushahidi zaidi. Wanahitaji mioyo safi na iliyotakaswa kupokea na kuhifadhi nuru yote ambayo Mungu ametoa. Ndipo watatembea katika nuru hiyo. Hatuhitaji kusema hatari za siku za mwisho zinatujia hivi punde. Tayari zimeshakuja. Kwa sasa tunahitaji upanga wa Bwana ili kukata nafsi na mafuta ya tamaa za mwili, uchu wa chakula na mihemko. Hebu na lichome na kugawanya kwa kiwango cha juu zaidi kuliko vile ambavyo limewahi kufanya. Ninaongea na watu wa Mungu ambao leo wanashika sana imani yao, ambao hawataiacha imani ambayo ilitolewa kwa watakatifu,
ambao wanasimama katikati ya giza la maadili la siku hizi za upotovu. Neno la Bwana kwenu ni hili: nami nitaufurahia Yerusalemu, nitawaonea shangwe watu wangu. Je, hapa hatuwezi kuuona upendo wa Baba Mungu uliooneshwa kwa wale waishikao imani yao katika haki? Uhusiano wa karibu mno upo kati ya Mungu na watu wake. Si tu kwamba sisi tu kusudi la rehema yake itunzayo, upendo wake usameheo tu. Zaidi ya hili, Bwana anawafurahia watu wake, anawashangilia. Yeye ni mdhamini wao. Atawapendezesha wote wanaomtumikia kwa moyo mkamilifu, kwa roho ya utakatifu. Anawafunika kwa haki yake, anawapenda wale wayafanyao mapenzi yake, ambao wanaonesha mfano wake. Wale wote walio wa kweli na waaminifu wanabadilishwa kufanana na mwanawe. Hakuna hila midomoni mwao, kwa sababu hawana hatia mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Testimonies to Ministers and Gospel Workers, ukurasa wa 410 hadi 415. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Oktoba 29 mwaka wa 2025. Tukiwa tunaelekea katika miisho ya tafakari ya masomo haya Kesha la Asubuhi kwa mwezi wa Oktoba. Mwinue Yesu juu kama kichwa cha kanisa. Tunapoendelea na majukumu yetu mbalimbali katika siku hii ya leo, ninatamka baraka katika maisha yako. Bwana akabariki kazi ya mikono yako. Bwana akaiangazie nuru yake katika maisha yako. Kila hatua utakayopiga ipigwe katika uwepo wa Bwana. Bwana akakulinde. Bwana akakutunze. Zaidi sana ukaishi ukimtumaini yeye, sasa na hata milele, katika jina lake Yesu Kristo. Amina. Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba hili atatenda kwa mahitaji yetu? Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba hili atatenda kwa mahitaji yetu? Hatuna mashaka na Bwana kwa atakayotenda mbele, labda tusahau yale aliyoyatenda nyuma, aliyoyatenda mwanzo. Hatuna mashaka na Bwana kwa atakayotenda mbele,
tena mbele